tunapenda kutumia fursa hii kushukuru jitihada mbalimbali zinazofanyika katika kuelimisha na kuhamasisha Waislamu wenye uwezo nchini kwenda kutekeleza ibada ya hija, ikiwa ni miongoni mwa nguzo za Uislamu. Hakika inatia moyo kuona kila mwaka idadi ya wananchi wanaokwenda kutekeleza ibada ya hija kutoka Zanzibar ikiongezeka. Taarifa iliyotolewa na Umoja wa Taasisi za Hija Zanzibar UTAHIZA inaonyesha kuwa mahujaji 2460 kutoka Zanzibar wamekwenda kutekeleza ibada ya hija kupitia taasisi za Zanzibar kwa mwaka huu. Kutokana na juhudi za pamoja zinazofanywa na serikali kupitia Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amani na taasisi zinazosafirisha mahujaji nchini katika kufanyia kazi changamoto mbalimbali zilizopo pamoja na uhamasishaji kwa ujumla, nina matumaini makubwa kuwa idadi ya mahujaji wa Zanzibar itazidi kuongezeka kila mwaka. Ndugu wananchi, ibada ya hija tunayoadhimisha kumalizika kwake, kama zilivyo ibada nyingine, huwa na mafunzo ya kuzingatiwa katika kukuza imani zetu na uchamungu ili tuweze kufanikiwa katika maisha yetu ya duniani na kesho mbele ya haki. Moja katika mafunzo makubwa ya kuzingatia katika ibada ya hija ni kuthibiti kwa kauli ya Mwenyezi Mungu iliyosisitizwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya umoja na udugu wa Waislamu. Umoja unaonekana katika siku za hija ni mafunzo muhimu kwetu wanadamu kutoka kwa Mwenyezi Mungu na ni msingi muhimu wa kuondokana na ubaguzi wa aina zote na kuishi kwa amani na mshikamano. Jambo hili la umoja na mshikamano lina umuhimu mkubwa katika nchi yetu katika kudumisha amani tuliyonayo ili tuweze kupata mafanikio zaidi. Ndugu wananchi, mafunzo mengine tunayoyapata ni utii wa kutekeleza maamrisho ya Mola wetu kama ambavyo Waislamu wenzetu waliokwenda hija walivyojitoa kwa ikhlas kwenda kutimiza nguzo hii ya Uislamu ili kupata radhi za Mwenyezi Mungu na kupata fadhila za ibada hiyo. Ndugu wananchi, kwa baraka ya siku ya leo, tumuombe Mwenyezi Mungu atupe uwezo wa kuendelea kuilinda na kuidumisha neema ya amani tuliyonayo. Kama tunavyofahamu, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi kwa nchi yetu. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie amani kabla, wakati na baada ya uchaguzi ili nchi yetu izidi kupiga hatua za maendeleo. Nawaomba viongozi wetu wa dini na wananchi wote, kila mtu kwa nafasi yake, tuendelee kuiombea nchi yetu ili tuvuke kwa salama. Tumalizie salamu hizi katika hadithi ile pale ambapo msahaba rawi hadithi anasema alikupa mawaidha Mtume, mawaidha hayo nyoyo zilitetemeka, wajilat minha alqulub wa dhafarat minha aluyun, na macho yakatoka na machozi. Tukaona kwamba haya, mbona mawaidha mazito leo? Tukamwambia Mtume, tuusie, tupe wasia, mbona leo mambo mazito mawaidha yako, kama kwamba unatuaga mawaidha haya. Mtume akawaambia, usikum bitaqwallah, na kusieni kumcha Mwenyezi Mungu, wasam'i wataa, na pia na kuhusieni kuwa wasikivu na watiifu. Maneno haya Mtume aliwaambia wale Waarabu pale, Waarabu ambao walijiona wao ni bora na walijiona wao ni wa maana sana, hawakutaka kutawaliwa na mtu mwingine asiyekuwa Mwarabu mwenzao. Na Mtume akawaambia katika hadithi, kuweni wasikivu na watiifu, wa in ta'ammara alaykum abdun habashiyyu, hata kama atakuja mtumwa wa Kihabeshi kutoka Uhabeshi huko, wala hajulikani sura yake, akaja hapa akishakuthibiti kuwa kiongozi, msikilize na mtiifu. Msipokuwa wasikivu na watiifu, ndio mwanzo wa vurugu na matatizo. Jamani, haya si maneno yangu. Kama nataka kupinga hadithi hizi, kama nataka kukataa, hizi ni aya na sisi tunasoma kama yalivyo. Kwa hivyo usikivu na utiifu ni miongoni mwa utulivu katika nchi. Na leo tumefarajika sana
Nimeswali pamoja na Mheshimiwa Rais wetu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Dr. Hussein Ali Mwinyi, na badala ya hapo tumekuja kushiriki baraza la Idi. Kwa kweli sikukuu ni nzuri, na hii ni sikukuu maalum kwa ajili ya kuchinja. Kama tulivyosikia mwenyekiti wa kamati ile ya baraza na sala la Idi alihamasisha jinsi gani Dr. Mwinyi anajitahidi kushughulikia maendeleo ya nchi, lakini pia akawaasa wazazi kwenye malezi ya vijana wetu waweze kuwasimamia vizuri ili tuweze kujenga jamii bora na iliyokuwa nzuri kwa maslahi ya taifa kwa ujumla. Kwa sababu uzuri wenyewe ni kwamba tayari tuna amani, utulivu. Kwa hiyo ina maana hata kama ingelikuwa tuna vitu vingi lakini hatuna amani, yani ingelikuwa hakuna sikukuu. Nashukuru alhamdulillah, bado nchi yetu iko tulivu licha kwamba tunaendelea katika kipindi cha uchaguzi, lakini tushukuru bado hali iko nzuri.